السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz anasema katika jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya siku ya tarehe 20 Februari inakumbukwa sana kwa sababu ya bishara ya mwana aliyeahidiwa, na mikutano ya siku ya mwana aliyeahidiwa hufanywa matawini. Ijapokuwa jambo hili nimekwisha lifafanua hapo kabla, lakini ni vyema nilieleze tena kwa ajili ya wanajumuiya wapya na kwa ajili ya watoto pia, ya kwamba siku ya mwana aliyeahidiwa haisherehekei kama siku ya kuzaliwa kwa Hazrat Musleh Maud Khalifatul Masih wa pili mwana aliyeahidiwa radhiyallahu anhu, bali husherehekewa kwa lengo la kuikumbuka bishara moja iliyotimia. Ni bishara ambayo kwa mujibu wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu Sayyidina Ahmad alayhi wassalam alikuwa ameitoa ili ukweli wa ubora wa Uislamu upate kuthibitika, na bishara hiyo ilitolewa miaka 3 kabla ya kuzaliwa kwa Hazrat Musleh Maud mwana aliyeahidiwa radhiyallahu anhu, iliyokuwa imeambatana na habari ya kuzaliwa kwa mtumishi aliyeahidiwa wa Uislamu, na ilikuwa imetolewa kama ishara kwa wapinzani. Basi jana ilikuwa tarehe 20 Februari na miaka 134 imepita tayari tangu bishara hii ilipokuwa imetolewa, na ishara hii inaendelea kung'aa tangu zaidi ya miaka 100. Kwa vyovyote vile, kama nisemavyo, mikutano ya kusherehekea siku hii hufanywa matawini, na bishara jinsi inavyojieleza sifa na hulka mbalimbali za mwana aliyeahidiwa, sifa hizi zinaelezwa katika mikutano ile. Lakini katika mikutano ya saa moja au masaa mawili, vipengele vyote vya bishara na jinsi vilivyotimia kwa shani yake haviwezi kuelezwa kabisa. Sasa ikiwa katika mikutano bishara hii haiwezi kuelezwa kikamilifu, basi katika hutuba moja kazi ya kuvieleza vipengele vyake vyote ni kazi isiyowezekana. Hivyo nilifikiri ya kuwa vipengele ambavyo Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu mwana aliyeahidiwa amevieleza mwenyewe, mimi nieleze baadhi ya kumbukumbu zao.
Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu jinsi alivyoeleza, kusoma na kusikiliza yale kunaleta ladha ya ajabu katika tabia. Kwa vyovyote vile, hata tunapozipitia kumbukumbu hizi, tunapata kuelewa ya kwamba bishara hii ina uzito gani na kwa shani gani bishara hii ilitimia katika dhati ya mwana aliyeahidiwa wa Sayyidina Ahmad alayhi wassalam. Kwanza kabisa, naweka mbele yenu maneno ya bishara kama alivyoeleza Sayyidina Ahmad alayhi wassalam na maelezo yake. Sayyidina Ahmad alayhi wassalam akieleza bishara zake na akiwaambia wapinzani wake kuwa bishara zake ni nini na kuhusiana na bishara ya mwana aliyeahidiwa, anasema bishara ya kwanza iliyotokana na ufunuo wa Mwenyezi Mungu na kwa amri yake aliye mwenye rehema na mwenye ukarimu na mwenye ubora wote, ambaye ana uwezo juu ya kila kitu na shani yake imetukuka na jina lake limeheshimika, alinifunulia na kuniambia ya kwamba mimi ninakupa ishara ya rehema kwa kuyajibu maombi yako. Hivyo nimeyasikia maombi yako na nimekirimu dua zako kwa ukubali wangu kwa njia ya rehema yangu, na nimeibariki safari yako ya Ludhiana na Hoshiarpur. Hivyo ishara ya kudra na rehema na ukaribu inatolewa kwako, ishara ya fadhili na ihsani. Ishara ya fadhili na ihsani inaletwa kwako na unapewa ufunguo wa ufaulu na ushindi. Amani iko juu yako, ewe Muzaffar. Hivi ndivyo asemavyo Mwenyezi Mungu, ili kwamba wale wanaotamani uzima waokolewe katika mkamato wa mauti, na wale waliolala makaburini wafufuliwe, na ili kwamba utukufu wa Islam na heshima ya neno la Mungu mwenye enzi izihirike mbele ya watu, na ili kwamba ukweli ufike kwa haraka zake zote na uongo utoweke pamoja na nuksi zake zote, na ili kwamba watu waweze kuelewa kuwa mimi ni mwenye nguvu, ninafanya nipendavyo, na ili wawe na yakini ya kuwa mimi niko pamoja nawe. Mwenyezi Mungu anamwambia Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kuwa ili wapate yakini kuwa mimi ni pamoja nawe, na ili wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu na wanakana na kukataa dini yake na kitabu chake na mjumbe wake mtakatifu Muhammad mteule sallallahu alaihi wasallam wapatiwe ishara iliyo wazi na njia ya wakosefu iweze kubainika. Basi furahi ya kwamba utajaaliwa mtoto mwanamume mtakatifu na mzuri. Utampokea kijana mwana ambaye atakuwa ni mbegu yako na kizazi chako. Kijana mzuri na mtakatifu atakuja kama mgeni wako. Jina lake ni Immanueli na Bashir. Pia amejazwa Roho Takatifu na ameepukana na uchafu wote. Ni nuru ya Allah. Amebarikiwa yule ajaye kutoka mbinguni. Atafuatana na fadhila ambayo itawasili pamoja naye. Atahuishwa na utukufu, ukuu na utajiri. Atakuja duniani na atawaponya wengi wenye maradhi kwa njia ya sifa zake za umasihi na kwa njia ya baraka za Roho ya kweli. Yeye ni neno la Allah, kwani ukarimu na heshima ya Allah imemtuma na neno la utukufu wake. Atakuwa na akili sana mno na ufahamu na mpole wa moyo, na atajazwa elimu ya nje na ndani. Atawafanya watatu kuwa wanne. Sayyidina Ahmad salam amesema kuwa hii maana yake haikueleweka kwangu. Ni Jumatatu iliyobarikiwa, mwana wa kiume, furaha ya moyo, aliyenyanyuliwa, mtukufu, mzihirishaji wa aliye ni wa mwanzo na mwisho, alama ya yule aliye mkweli na wa juu, kana kwamba Allah ameshuka kutoka mbinguni. Kufika kwake kutabarikiwa sana na kutakuwa sababu
sababu ya kudhihirika kwa jalali ya Mungu. Nuru inakuja, nuru hasa, nuru iliyosingwa na Mwenyezi Mungu, uturi wa mapenzi yake. Tutampulizia roho yetu, atahifadhiwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, atakuwa upesi katika umbo, na atakuwa sababu ya kukombolewa wale walio utumwani. Atajulikana mpaka pembe za dunia, na mataifa yatabarikiwa kwa kupitia yeye. Ndipo atachukuliwa juu mbinguni kwenda mahali alipotayarishiwa, na jambo hili limekwisha katwa. Hayo ni maneno ya bishara ile ambayo yanaeleza vipengele mbalimbali vya bishara na sifa za yule mwana aliyeahidiwa, kwa lengo la kuomba ishara kutoka kwa Allah, maombi ambayo Sayyidina Ahmad a.s. alikuwa ameyafanya, na kama matokeo yake jinsi Mwenyezi Mungu alivyomfunulia, ambayo maelezo yake nimeyaeleza hivi punde. Mahala ambapo Sayyidina Ahmad al-Islam alikuwa ameyafanya maombi, Musleh Maud radhiyallahu anhu akielezea mazingira ya mahala pale, na kwa kuyaeleza yale maombi yaliyofanywa na Sayyidina Ahmad al-Islam, Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba kabla ya miaka 58 iliyopita, Khalifa mtukufu anasema kwamba pale alipoeleza Musleh Maud habari hii, wakati ule miaka 54 ilikuwa imepita tayari. Musleh Maud radhiyallahu anhu alisema, na mwaka wa 59 umeanza tayari. Siku ya tarehe 20 mwaka 1886 katika mji huu wa Hushiarpur, na khalifa wa pili alikuwa anatoa hutuba ile katika mji wa Hushiarpur. Alisema kuwa katika mji huu wa Hushiarpur, na katika nyumba hii iliyopo mbele ya kidole changu, katika chumba kimoja ambacho wakati ule kilikuwa kinaitwa Tawila, ambacho maana yake ni hii ya kuwa chumba kile kilikuwa si makazi ya mtu fulani, bali kilikuwa chumba cha ziada katika nyumba ya tajiri. Kama vile baadhi ya wakati sehemu fulani inajengwa tu na inadhaniwa kuwa huenda mgeni fulani ataitumia au wanaitumia kama store, na sawa na wakati wanafuga wanyama humu. Yani chumba kile kilikuwa cha ziada na kilikuwa upande wa nje. Huzur anasema mkazi mmoja asiye maarufu wa Kadian, ambaye hata kwa watu wa Kadian alikuwa hajulikani vizuri kwa kuona upinzani wa watu ambao walikuwa zidi ya Islam na zidi ya mwanzilishi wa Islam, alikuja hapa ili aweze kufanya ibada ya Mola wake na aweze kuomba ishara ya msaada na muongozo wake. Na kwa siku 40 akaendelea kufanya maombi, na baada ya kufanya maombi kwa siku 40 Mwenyezi Mungu akamjalia ishara moja, na ishara yenyewe ilikuwa hii ya kuwa mimi nitazitimiza ahadi hizi zote ambazo nimekuahidi, na nitafikisha jina lako hadi pembe zote za dunia. Bali ili kwa kutimiza ahadi hii kwa shani yake ya ajabu, nitakupatia mwana ambaye atakuwa na sifa maalum, naye ataufikisha Uislam hadi kona zote za dunia, na atawafahamisha watu maarifa za Qur'ani tukufu, na atakuwa ishara ya rehma na fadhila, na atapewa elimu za dini na za dunia ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuusambaza Uislamu. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu atamjalia umri mrefu hadi atajulikana katika pembe zote za dunia. Huzur anasema kuwa leo katika nchi yote ya dunia, popote pale ambapo jumuiya ipo, umaarufu wa bishara hii na wa mwana huyo unapatikana kule. Tangazo hili lilipopigwa chapa, wapinzani walianza kumpinga na kusema kuwa bishara hii ni bishara ya namna gani? Mtu yeyote anaweza kutangaza ya kuwa atampata mwana. Sayyidina Ahmad al-Islam alitoa majibu ya shutuma hizi. Musleh Maud, mwana aliyeahidiwa, akielezea habari hii anasema, tangazo hili lilipochapishwa wapinzani wakaanza kulipinga vikali. Ndipo tarehe 22 Machi mwaka 1886 Sayyidina Ahmad Islam akatoa tangazo jingine. Wapinzani walikuwa wamesema kuwa
bishara hii kwa namna gani tunaweza kuiamini ya kuwa mimi nitajaaliwa na mwana? Je, watoto wa kiume hawazaliwi kwa watu? Labda atakwepo mtu fulani asiye na kijana au awe na mabinti pekee, waila kikawaida watoto wa kiume huendelea kuzaliwa kwa watu, na kuzaliwa kwao hakutangazwi kama ishara maksus. Basi ikiwa wewe pia umepata mtoto wa kiume, sasa kwa namna gani tutajua kuwa kuzaliwa kwake kumeunganishwa na dhihirisho la ishara fulani duniani? Masihi Maud alayhi akitoa majibu ya shutuma hizi za watu aliandika katika tangazo la 22 Machi, hii siyo bishara tu, bali ni ishara kuu ya mbinguni ambayo Mwenyezi Mungu ameionyesha kama burhani ya ukweli na azma ya mtume aliye ni mpole na mwenye huruma, Muhammad mteule sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika tangazo hilo hilo Sayyidina Ahmad alayhis salam aliandika kuwa Mwenyezi Mungu kwa rehema yake kuu na fadhila na kwa baraka za muhuri wa manabii, amani na baraka za Allah ziwe kwake, kwa kuyakubali maombi ya huyu mtumishi mnyenyekevu, ameahidi kutuma Roho aliyebarikiwa, ambaye baraka zake za nje na za ndani zitaenea katika dunia nzima. Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema jambo lenyewe ni hili ya kuwa ikiwa Sayyidina Ahmad alayhis salam kama angetoa habari ya kuzaliwa kwake mtoto mmoja tu, hata hivyo habari hiyo ingechukuliwa kuwa bishara, kwani wapo duniani hata kama wawe wachache sana ambao wanakuwa hawana watoto. La pili, pale alipotangaza tangazo hili umri wake ulikuwa zaidi ya miaka 50, na wapo maelfu ya watu duniani ambao wanapoufikia umri wa miaka 50 silsila ya kupatikana ya kizazi huwa inafungwa kwao. Na pia wanakwepo wale wanaopata mabinti tu, na wanapatikana ambao watoto wa kiume wanazaliwa kwao, lakini baada ya muda mfupi wanakufa, na wasiwasi hizi zote zilikwepo hapa. Hivyo la kwanza, kutoa taarifa ya kuzaliwa kwa mtoto kiume ni nje ya uwezo wa binadamu yeyote, lakini Sayyidina Ahmad alayhis salam akikubali shutuma yao anasema hata kama tuamini kwa muda ya kwamba kutoa taarifa ya kuzaliwa kwa mtoto wa kiume hakuingii katika bishara, basi swala liibukalo ni hili ya kuwa lini nimetoa habari ya kuzaliwa kwa mtoto wa kiume tu? Mimi sikusema kuwa mtoto mmoja wa kiume atazaliwa kwangu, bali niliyosema ni haya ya kuwa Mwenyezi Mungu akikubali maombi yangu ameniahidi kunitumia Roho iliyobarikiwa, ambaye baraka zake za kizahiri na za kindani zitaenea katika dunia nzima. Khalifa mtukufu anasema kama nisemavyo kuwa leo dunia nzima ni shahidi ya kuwa mwana huyu aliyeahidiwa alipata umaarufu hadi pembe zote za dunia, na kila kituo kilichopo nje ya Qadian ni ushahidi wa ukweli wake. Vipo vituo vingi vilivyoanzishwa katika zama za Muslim Maud radhiyallahu anhu, na silsila hii inaendelea kusonga mbele hadi leo. Walikuwepo watu wasemao kuwa mwana aliyeahidiwa atazaliwa katika zama zijazo, labda baada ya miaka 100 au miaka 200 au 300. Muslim Maud radhiyallahu anhu akifafanua jambo hili ya kuwa kwa nini Sayyidina Ahmad alayhis salam aliomba ishara na kwa sababu gani ishara hii ilitakiwa itimie katika zama zake, anasema wapo wasemao ya kwamba mwana aliyeahidiwa atapatikana katika kizazi cha Sayyidina Ahmad alayhis salam, lakini baada ya miaka 300 au 400, na hawezi kuja katika zama hizi. Lakini watu hao hawana hofu ya Mwenyezi Mungu ili waone maneno ya bishara yenyewe na watafakari juu yake. Sayyidina Ahmad alayhis salam ameandika kuwa muda huu Uislamu unashambuliwa, ya kuwa Uislamu umekosa nguvu ya kuonesha ishara.
hivyo Pandit Lekhram alikuwa anaupinga Uislamu akisema kuwa endapo Islam ni dini ya kweli basi tuoneshwe ishara. Indraman Muradabadi alikuwa anapinga akisema kuwa ikiwa Uislamu dini ya kweli basi tuoneshwe ishara. Katika hali hii Sayyidina Ahmad al-Islam ana inama mbele ya Mwenyezi Mungu na kusema kuwa ewe Mungu, wewe uoneshe ishara ambayo iwafanye hao waombaji wakubali ubora wa Islam. Wewe uoneshe ishara ambayo imfanye Indraman Murad Abadi awe anaukubali ukweli wa Islam. Na watu hao wanaopinga wanatuambia ya kuwa pale Sayyidina Ahmad al-Islam alipofanya maombi mbele ya Mungu basi Mwenyezi Mungu akampasha habari hii ya kuwa mimi nitakujalia mwana mmoja baada ya miaka 300 ambaye atakuwa ishara ya ukweli wa Islam. Je, yupo duniani ambaye anaweza kulichukulia jambo la namna hii kuwa na maana? Ni jambo lisilo na maana yoyote, bali hili ni jambo kama vile mtu fulani awe na kiu sana na amwendee mtu fulani na aseme, ndugu yangu nina kiu kali, tafadhali nipatie maji. Na mtu yule mwenye nyumba aseme kuwa, bwana usiwe na wasiwasi, nimeandika barua huko Marekani na hadi mwisho wa mwaka huu kinywaji chenye ladha nzuri kitoka huko, na mwakani utapatiwa kile kinywaji ili uweze kunywa. Jambo kama hilo haliwezi kusemwa na mtu hata kama awe mjinga. Pandit Lekhram na Munshi Indraman Murad Abadi na Wahindu wa Kadian walikuwa wanasema kuwa madai haya ya Islam ya kwamba Mungu wake ana uwezo wa kuionyesha dunia ishara ni madai ya uongo na hayana msingi, na ikiwa madai haya yana ukweli wowote basi tuonyeshwe ishara. Na Sayyidina Ahmad al-Islam ana inama mbele ya Mwenyezi Mungu na kusema kuwa ewe Mungu wangu, mimi nakuomba ili unionyeshe ishara ya rehema na nijalie ishara ya kudra na ukaribu wako. Basi ishara hii ingetakiwa izhirike katika zama za karibu, ambapo watu wale waliokuwa wameomba ishara wangekuwa hai, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mna mwaka 1889 mimi kutokana na bishara ya Mwenyezi Mungu nilipozaliwa, watu wale waliokuwa wamemomba Sayyidina Ahmad al-Islam ya kwamba waoneshwe ishara walikwepo. Kisha nilipoendelea kukua, ishara za Mwenyezi Mungu ziliendelea kuonekana zaidi na zaidi. Basi ishara hii ilitakiwa izihirike katika maisha ya Sayyidina Ahmad al-Islam na katika maisha ya wale waliokuwa wanaipinga Islam na waliomba ishara, na ishara hii ilitokea. Huzur anasema jambo hili pia ni muhimu ya kuwa sisi tujue ya kwamba bishara hii ilikuwa na shabaha gani na kwa nini ilikuwa muhimu ya kuwa katika zama za Sayyidina Ahmad al-Islam shabaha hizi zilitakiwa zitimie. Kwa muhtasari nimeeleza hapa na kwa nini bishara hii ilitakiwa itimie katika sura ya kizazi chake na katika sura ya mtoto yule ambaye Sayyidina Ahmad al-Islam alikuwa baba yake mzazi. Sehemu moja akielezea shabaha hizi, Muslim Maud mwana Ali Ahdi wa radhiyallahu anhu anasema Sayyidina Ahmad al-Islam katika tangazo lake la 20 Februari 1886 anasema ya kuwa Mwenyezi Mungu amenidhihirishia ya kwamba bishara hii iliyotolewa mbele ya dunia ina shabaha nyingi. La kwanza, bishara hii imetolewa ili wale wanaotamani uzima waokolewe kutoka mauti, na wale waliopo makaburini watoke nje, yani wale ambao wamekufa kifo cha kiroho wapate kufufuka. Ikiwa tuelewe kuwa bishara hii itatimia baada ya miaka 400, basi maana yake itakuwa hivi ya kuwa nimetoa bishara hii ili wale wanaotamani uzima leo waendelee kufa na watahuishwa baada ya miaka 400. Sentensi hii yenyewe batili. Huzur anasema maombi yalikuwa yamefanywa ili watu wale wanaokataa dini ya Islam ishara yenye uhai ya Mwenyezi Mungu iwazihirikie,
na wale ambao wanakataa karama ya mtume sallallahu alaihi wasallam wapatiwe ushahidi ulio imara wa jambo hili, ya kwamba hata katika zama hizi Mwenyezi Mungu anaonyesha ishara zake katika kumsaidia mtume wake na kuihami dini ya Islam. Na maneno ya ufunuo yanayoangazia shabaha ya bishara hii ni kama yafuatayo: Mwenyezi Mungu alitaka ili wale wanaotamani uzima waokolewe katika mkamato wa mauti, na waliolala makaburini wafufuliwe. Ikiwa nadharia yao ikubaliwe kuwa sahihi, ambao wanasema kuwa mwana aliyeahidiwa atakuja baada ya miaka 300 au 400, basi ufafanuzi wa sentensi hii utakuwa kama huu, ya kuwa bishara hii imetolewa ili wale ambao wanatamani uzima wabaki kuwa wafu, na baada ya miaka 400 baadhi ya watu kutoka vizazi vyao watahuishwa. Lakini je, yupo anaweza kukubali jambo hili kuwa sahihi? La pili, bishara hii ilikuwa imebashiriwa ili utukufu wa Uislamu na heshima ya neno la Mungu mwenye enzi izihirike mbele ya watu. Maana zilizo wazi za maneno hayo ni hizi, ya kuwa utukufu wa dini ya Kiislamu haujawazihirikia watu, na pia heshima ya neno la Mungu haijabainika kwa watu. Lakini kinachosemwa ni hiki, ya kuwa Mwenyezi Mungu alitoa bishara hii ili utukufu wa dini ya Kiislamu na heshima ya neno la Allah itawazihirikia watu baada ya miaka 300, pale watu hao na vizazi vyao na vizazi vya vizazi vyao wote watakuwa wamekufa, na wakati ule Pandit Lekhram na Munshi Nirmal Muradabadi hawatakuwepo, na hata vizazi vyao na vizazi vya vizazi vyao wote watakuwa wamekufa. Wakati ule utukufu wa dini ya Kiislam na heshima ya neno la Allah itawazihirikia watu. Ebu niambieni, je, yupo mtu anayeweza kuchukulia maana hizi kuwa sahihi? Je, maana hizi zinaeleweka? La tatu, Sayyidina Ahmad al-Islam alisema kuwa bishara hii ilitolewa ili ukweli ufike pamoja na baraka zake zote, na batili itoweke pamoja na nuksi zake zote. Maana zake pia ziko wazi, ya kuwa wakati huu ukweli ni dhaifu na batili ndiyo inayotawala. Mwenyezi Mungu anataka itokee ishara ya namna fulani ili midomo ya wapinzani wa Uislamu ifungwe kwa kupitia hoja za kielimu na kiakili, nao walazimike kukiri ya kuwa Islam ni dini ya kweli na dini zote zilizopo zidi yake ni batili. Shabaha ya 4 ya kutolea bishara hii ilikuwa imebainishwa, ya kuwa ili watu watambue kuwa mimi nina uwezo juu ya kila kitu na nafanya nipendavyo. Sasa jambo hili linatakiwa lizingatiwe, ya kwamba katika sura hii watu wangewezaje kumtambua Mungu kuwa na kudra ikiwa ingesemwa kuwa baada ya miaka 300 au 400 ishara ya namna fulani itazihirishwa ambayo itawafanyeni mukiri kuwa Mungu wa Islam ana kudra zote. Bishara ya namna hii ingekuwa na thamani gani kwa Lekhram au watu wale waliokuwa wanaipinga dini ya Islam na walikuwa wanazitaja ishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa batili? Kwa ajili yao dini ya Islam ilikuwa kitu kilichokufa. Hoja hizo zingekuwa na athari gani kwao, ya kuwa nyinyi baada ya miaka 400 mtaanza kumtambua Mungu kuwa na kudra zote, na kwa kupitia bishara ambayo ilikuwa yenye kutimia baada ya miaka 400, watu hao wangewezaje kumuelewa Mungu kuwa na kudra? Wao wangesema kuwa sisi hatuwezi kuyakubali madai haya matupu ya kuwa baada ya miaka 400 hiyo itatokea. Kila mmoja anaweza kusema haya, lakini ukweli ndio huu, ya kuwa ishara ioneshwe mbele ya macho yetu na ithibitishwe kuwa Mungu wa Islam ana kudra zote. Basi ishara hii ilikadiriwa itimie katika uhai wake. Shabaha ya 5 ilikuwa imebainishwa kuwa ili waamini kuwa mimi ni pamoja nawe, yani Mwenyezi Mungu yu pamoja na Masihi Maud sallam. Ikiwa bishara hii ilitakiwa itimie baada ya miaka 400, basi watu wa zama zile wangewezaje kuamini kuwa Mwenyezi Mungu yupo pamoja na Masihi Maud sallam? Shabaha ya 6 ilikuwa imeelezwa kuwa ili wale wasiomwamini Mungu mwenye enzi na wanakana na kukataa dini yake na kitabu chake na mjumbe wake mtakatifu Muhammad sallallahu
alaihi wasallam wakabiliane na ishara iliyo wazi, na maana zake zitakuwa hizi ya kuwa wale watu wanaoikataa Islam katika zama zangu, mimi nawawekea bishara hii ili wapate ishara iliyo wazi ya ukweli wa Islam. Na ishara hiyo itapatikana baada ya miaka 400, ambapo watu hao na vizazi vyao na vizazi vya vizazi vyao wote watakuwa wamekufa. Sasa jambo hilo pia halina maana yoyote. Shabaha ya 7 ya bishara hii ilikuwa hivi ya kuwa ili njia za kukosefu ipate kubainika na iwe wazi kuwa wao ni waongo. Sasa ikiwa ishara hiyo itatimia baada ya miaka 400, wakosefu wa zama hizi watajuaje kuwa wao walikuwa waongo? Basi bishara hii ilitokana na kizazi cha Sayyidina Ahmad alayhi wasallam, na kama maneno yenyewe yanavyojieleza kuwa atakuwa ni mbegu yako na atatokana na kizazi chako na si kutoka vizazi vijavyo. Na bishara hii ilikuwa kuhusu mwanaye iliyotimia kwa shani kubwa, na ukhalifa wa mwana aliyeahidiwa ukaizihirikia dunia kwa miaka 52 kama ishara inayong'aa. Na shughuli za kielimu na za maarifa zilizofanywa, wapinzani pia walilazimika kukiri na kukubali, ambazo maelezo yake yanapatikana katika vitabu vya jumuiya. Ikiwa nianze kuyaeleza basi itachukua muda mwingi. Hazrat Khalifa al-Masih wa pili radhiyallahu anhu, mwana aliyeahidiwa, akitangaza kuwa mimi ndiye yule mwana aliyeahidiwa. Na mwaka 1944 alipotangaza habari hii, Huzur alisema, mimi nasema kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu ya kuwa mimi ndiye msidikishaji wa bishara ya mwana aliyeahidiwa, na Mwenyezi Mungu amenifanya kuwa msidikishaji wa bishara zile ambazo Sayyidina Ahmad alayhi salam alizitoa kuhusu mwana aliyeahidiwa. Na ikiwa yupo mtu anaelewa kuwa mimi ni mzushi na nimesema uongo, basi aje na ashindane nami katika mubahla na atangaze kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu ya kuwa yeye ameambiwa na Mungu ya kuwa mimi ni mwongo. Kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe atatoa uamuzi wake ya kwamba ni nani aliye mwongo na ni nani aliye mkweli. Hakuna aliyekuja kushindana naye, na pia wale waliokuwa wamejitenga na ukhalifa hawakuja mbele yake. Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema, na ikiwa wanasema kuwa ndoto yenyewe ni kweli kama asemavyo Misri Sahib, basi aandike makala juu ya uhakika wake, nami nitatoa majibu ya makala yake, na nina imani ya kuwa ikiwa atakuja kushindana nami basi atashindwa vibaya. Ilmuradi kwa fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu, bishara ile ambayo ilikuwa inasuburiwa kutimia tangu muda mrefu, Mwenyezi Mungu kwa kupitia ufunuo wake ameniambia kuwa bishara hii imekutimia katika dhati yangu. Na sasa Mwenyezi Mungu amewafungia midomo ya wapinzani wa Uislamu kwa hoja zake, na amewabainishia wazi ya kuwa Islam ni dini ya kweli ya Mungu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli na wa Mungu, na Masihi Maud sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetumwa na Mungu. Na waongo ni wale wanaosema kuwa Islam ni dini batili, na waongo ni wale wasemao kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwongo. Mwenyezi Mungu kwa kupitia bishara hii kubwa yenye shani azimu ameiweka mbele ya dunia uthibitisho ulio hai wa ukweli wa Islam na wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema, ni nani awezaye kutoa habari ya namna hii kutoka kwake ya kuwa yeye atajaliwa na mwana katika muda wa miaka 9, naye atakuwa upesi atapata umaarufu katika pembe zote za dunia, atayasambaza majina ya Islam na mtume sallallahu alaihi wasallam duniani kote, atajazwa na elimu ya nje na ya ndani, atakuwa sababu ya kudhihirika kwa jalali ya uungu, na atakuwa ishara iliyo hai ya rehema, kudra na ukaribu wa Mungu. Hakuna mtu yeyote wa dunia aliyekuwa na uwezo wa kutoa habari ya namna hii kutoka kwake. Mungu ndiye aliyetoa habari hii, naye ndiye aliyetimiza habari hiyo kwa kumpitia yule ambaye waganga walikuwa hawana matumaini ya kuwa yeye atabaki kuwa hai au atapata umri mrefu. Yani afya ya mwana aliyeahidiwa katika utoto wake ilikuwa dhaifu sana, na madaktari walikuwa hawajui kuwa ikiwa atabaki kuwa hai au la. Kisha mwana aliyeahidiwa mwenyewe anasema kuwa nilipokuwa mtoto afya yangu ilikuwa si nzuri,
na ilikuwa dhaifu sana kiasi hiki ya kuwa safari moja daktari Mirza Yakub Beg alimwambia Sayyidina Ahmad al-Islam ya kwamba mtoto huyu amepata ugonjwa wa kifua kikuu, hivyo atumwe katika mazingira yaliyo na hewa safi. Hivyo Sayyidina Ahmad al-Islam alinituma Shimla, lakini nilipofika kule nikahuzunika na nikarudi katika siku chache tu. Ilmuradi mtu wa namna hii ambaye afya yake haikuwa nzuri hata kwa siku moja, Mwenyezi Mungu alimweka huyu kuwa hai, na alimweka kuwa hai ili kwa kumpitia yeye athibitishe bishara yake na awapatie watu ushahidi wa ukweli wa Islam na Ahmadiyya. Kisha mtu huyu alikuwa hana elimu yoyote ya kizwahiri, lakini Mungu alituma malaika kwa ajili ya masomo yangu na akanijulisha juu ya maana za Qur'ani tukufu ambazo zilikuwa nje ya fikra ya mtu yote mwingine, elimu ambayo Allah alinijalia na chemchem ile ya kiroho iliyobubujika moyoni mwangu, si chemchem ya kimwawazo tu, bali ni ya kiweli, bali ni ya kweli na yenye yakini ya kuwa mimi natoa wito kwa dunia nzima ya kuwa ikiwa yupo duniani anayedai kuwa yeye amefundishwa Qur'ani tukufu na Mungu, basi mimi muda wote niko tayari kushindana naye. Lakini mimi najua kwa leo juu ya uso wa ardhi hakuna mtu yeyote mwingine min ghairi yangu ambaye awe amepewa elimu ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu amenijalia elimu ya Qur'ani tukufu, na ili niweze kuwafundisha wengine ameniteua kuwa mwalimu wa dunia. Mwenyezi Mungu ameniteua ili mimi nifikishe jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Qur'ani hadi pembe zote za dunia, na dini zote zilizozidi ya Islam nizifanye zishindwe kabisa. Dunia itumie nguvu zake zote na izikusanye nguvu zote, hata wafalme wa Kristo na utawala wao pia waje. Ulaya na Marekani pia yakusanyike kwa pamoja, na mataifa yote makubwa yenye utajiri yajumuike na yakutane kwa pamoja kwa ajili ya kuniangamiza. Hata hivyo nasema kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu ya kuwa wao watashindwa mbele yangu, na Mwenyezi Mungu kutokana na mambo yangu atazifanya hila zao na mipango yao yote ipate kuangamia. Na Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwangu au kwa kupitia wanafunzi na wafuasi wangu, ili aweze kuthibitisha ukweli wa bishara hiyo, atasimamisha heshima ya Islam na hata iacha dunia hadi pale ambapo Islam ipate kuenea duniani kwa shani yake yote, na dunia imkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume wa kweli. Basi tangazo hilo lilikuwa si tangazo la kawaida, kama nisemavyo kuwa zama zake za miaka 52 za ukhalifa wake na kila siku ya muda huu inadhihirisha shani ya bishara hii. Kisha yeye anasema kuwa, yani marafiki zangu, mimi siombi heshima yoyote na pia sina matumaini kuwa nipatiwe umri mwingi, isipokuwa natamani nipate fadhila za Allah, na nina yakini kamili ya kuwa katika kazi za kusimamisha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha Islam kwa mara ya tena na kwa kumaliza Ukristo, shughuli nilizozifanya au nitakazozifanya katika siku za usoni zitakuwa na mchango mkubwa, na visigino ambavyo vitakanyaga kichwa cha shetani na vitamaliza Ukristo. Miongoni mwa visigino vile kutakuwa na kisigino changu kimoja, inshallah. Ukweli huu nauweka mbele ya dunia nzima kwa njia iliyo wazi, na sauti hii ni sauti ya Mungu aliye Mungu wa mbingu na ardhi, na matakwa haya ni matakwa ya Mungu aliye Mungu wa mbingu na ardhi. Ukweli huu hautalegea na hautalegea kamwe, na Uislamu utapata ushindi duniani na Ukristo utashindwa duniani, na hakuna tegemezi inayoweza kuokoa Ukristo kutoka mashambulizi yangu. Mwenyezi Mungu ataufanya ushindwe kwa kupitia mkono wangu, na ataufanya ushindwe katika maisha yangu au
kwa kupitia mbegu zile nilizozipanda mimi, miti ile itatoka ambayo mbele yao Ukristo utakufa kama linavyoanguka tawi kavu, na katika pembe zote za dunia bendera ya Uislam itaonekana ikipepea juu kwa juu. Kisha yeye anasema kuwa mimi wakati huu pale ninapotoa habari njema ya kuwa Mwenyezi Mungu ameifanya bishara ile ya Sayyidina Ahmad al-Islam ikitimia, ambayo ilikuwa inamhusu mwana aliyeahidiwa. Wakati huo na waambieni kuhusu wajibu na majukumu yenu, na hata leo pia tuna wajibu huo ambayo mnalazimika kuyatekeleza. Nyinyi mlio wasidikishaji wa tangazo hilo ya kuwa mimi ndiye mwana aliyeahidiwa, wajibu wenu wa kwanza ndio huu ya kuwa mujibadilishe na muwe tayari kumwaga tone la mwisho la damu yenu kwa ajili ya kuiletea Islamu ushindi na ufaulu. Bila shaka mna haki ya kufurahi. Mnaweza kuonesha furaha yenu kuhusu bishara hii ya kuwa Mwenyezi Mungu ameitimiza bishara hiyo, bali mimi nasema kuwa mnapaswa kufurahi, kwani Sayyidina Ahmad al-Islam mwenyewe ameandika kuwa nyinyi furahini na furahini sana, kwani baada ya haya mwanga utawajieni. Basi mimi siwakatazeni kwamba msifurahi, na mimi siwazuieni. Bila shaka msherehekee sherehe hizi, lakini mimi nawaambieni ya kwamba katika furaha hizi msije mkasahau wajibu na majukumu yenu. Jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa amenionyesha kuwa mimi nakimbia kwa kasi na ardhi inakunjwa chini ya miguu yangu, vivyo hivyo Mwenyezi Mungu kwa kupitia ufunuo wake ametoa habari hii ya kuwa mimi na upesi. Basi imekadiriwa kwa ajili yangu ya kuwa katika uwanja wa maendeleo niendelee kusonga mbele kwa kasi sana, lakini sambamba na hilo nyinyi pia mna wajibu na mnawajibika kuwa mulete ukasi katika mwendo wenu na muachane na uvivu wenu. Amebarikiwa yule anayefuatana nami na katika uwanja wa maendeleo anasonga mbele na anakwenda mbio, na Mwenyezi Mungu amrehemu yule ambaye akishikwa na uzembe na uvivu hajiharakishi, na badala ya kusonga mbele uwanjani anarudi nyuma kama mnafiki. Anasema, ikiwa mnataka maendeleo na mnaelewa vizuri wajibu wenu, basi mufuatane nami ili sote kwa pamoja tuweke bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moyo wa kufuru na tuifute batili kutoka uso wa dunia hii. Na Mungu akijalia hivyo ndivyo itakavyotokea. Mbingu na ardhi vinaweza kutikisika, lakini mambo ya Mungu hayawezi kubadilika. Mwenyezi Mungu atujalie ili tuwe wenye kutekeleza kwa matendo na tusiwe wenye kusherehekea mikutano ya mwana aliyeahidiwa tu, bali tuwe wenye kusambaza ujumbe wa Islam duniani kote. Na tusifurahie ya kuwa tumesherehekea na kufanya mikutano, bali tuwe wenye kuendeleza kazi hii mbele, na tuweze kuendeleza mbele kazi zile ambazo Sayyidina Ahmad al-Islam alikuwa amekuja kuzifanya, na alitoa bishara mbalimbali, na bishara hii ya mwana aliyeahidiwa pia ni bishara moja wapo. Kuhusiana na shughuli zake alizozifanya mwana aliyeahidiwa radhiyallahu anhu, ningependa kueleza jambo moja tu hapa, ya kuwa yapo maneno ya bishara yasemayo kuwa atajazwa na elimu ya nje na ya ndani. Na kwa kifupi nataka niwaambieni shughuli za kielimu alizozifanya Hazrat Musleh Maud mwana aliyeahidiwa radhiyallahu anhu. Mkusanyiko wa vitabu hutuba mbalimbali za Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu unaendelea kupigwa chapa kwa jina la Anwarul Ulum. Majalada mengi yamekwisha pigwa chapa, na wale wanaojua kusoma Kiurdu wanapaswa kuvisoma, na baadhi ya vitabu vimetafsiriwa kwa Kiingereza pia. Hadi muda huu majalada 26 ya Anwarul Ulum yamekwisha pigwa chapa, na katika majalada haya 26 kuna vitabu na hutuba zake zipatazo 670 zimekwisha wekwa tayari. Majalada 39 ya Khutbate Mahmud yamechapishwa tayari, na katika majalada haya hutuba zake alizozitoa hadi mwaka 1959 zimechapishwa tayari.
katika majalada haya kwa ujumla 2367 hutuba zake zimechapishwa. Tafsiri saghir ya tafsiri ya Qurani tukufu kwa Kiurdu pamoja na maelezo yake ina kurasa 1071 na tafsiri kabir ina majalada 10 na ndani yake maelezo ya sura 59 za Qurani tukufu yameelezwa, na idadi za kurasa za tafsiri kabir ni 5907. pia madrasa yake ya Qurani tukufu ambayo yalikuwa bado hayajachapishwa yameandikwa na Research Cell na yamekabidhiwa kwa Fazl Umar Foundation ambayo yana kurasa za 394 na nilikuwa nimewaambia watu wa Research Cell, yani idara ya uchunguzi, ya kuwa wakusanye maelezo mbalimbali ya sura za Qurani tukufu kutoka hutuba za Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, na wameanza kufanya kazi hii, na hadi sasa wamekusanya maelezo haya ambayo ni ya kurasa 9,000 na bado kazi hii inaendelea. Huu ni muhtasari wa shughuli zake za kielimu, lakini picha kama hiyo kipindi fulani ilikuwa imeelezwa na Khalimsi watatu rahimahullahu taala katika hutuba yake moja. Nasoma manukuu yake. Yeye anasema kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa taarifa kuhusu mwana aliyeahidiwa kuwa yeye atajazwa na elimu ya ndani na ya nje. Hazrat Khalimsi watatu rahimahullahu taala anasema ya kwamba nilikuwa nimekusanya maelezo yake mengi, lakini katika wakati huu naweza kueleza muhtasari wake tu, ambao ndio huu ya kwamba kuna tafsiri kabir ambayo ni tafsiri ya ajabu sana, na ikiwa kuna msomi atakaye kuwa amesoma sehemu yake fulani atalazimika kukiri ya kuwa ikiwa mtu mtakatifu angepatikana duniani ambaye angechapisha sehemu hii tu pamoja na maelezo yake, basi kazi yake hii ingeweza kumfanya kuwa na heshima kubwa duniani. Lakini isitoshe, bali aliviandika vitabu vingi kuhusu Qur'an tukufu, na katika maoni yangu nafikiri huzur ameandika kurasa 8,000 hadi 10,000 kuhusu maelezo ya Qur'an tukufu, na majalada 11 ya tafsiri kabir pia yamo ndani yake. Kuhusu elimu ya kalam, huzur aliandika vitabu na majarida 10 kuhusu mambo ya kiroho, kihulka na kuhusu itikadi za Kiislam. Aliviandika 31 vitabu na majarida. Aliviandika vitabu na majarida ya patayo 13 ya sera, vitabu na majarida 4 kuhusu historia, vitabu 3 vya fikhi, 25 vitabu na majarida kuhusu siasa kabla ya kupatikana kwa uhuru wa bara ndogo ya Asia, na vitabu na majarida 9 baada ya uhuru kutokea. Kuhusu siasa ya Kashmir aliandika vitabu na majarida 15. Aliviandika vitabu na majarida 99 kuhusu mwenendo wa jumuiya na shughuli zake, na mkusanyiko wa vitabu na majarida haya yote ni 225. Huzur amesema kuwa huenda wakati ule taarifa itakuwa haikukamilika, hivyo muda huu taarifa zilizopo zina uhakika zaidi. Khalifa mtukufu watatu alisema kuwa kama ilivyokuwa imebainishwa katika ufunuo ya kuwa ye atajazwa na elimu za nje na za ndani, ikiwa tuangalie shughuli zake za kielimu alizozifanya, basi tunaweza kupata elimu za dunia pia na elimu za dini pia zipo. Na jambo linaloleta furaha zaidi ni hili ya kuwa wakati wote alipoandika kitabu au jarida fulani, kila mtu alisema kuwa haiwezekani endikwe kile kilicho bora kuliko hii. Wakati wote aliposimamia mambo ya siasa na akatoa maoni yake kuhusu mambo ya siasa, hata wapinzani wake wakubwa pia wakalazimika kukiri ubora wa maoni yake. Ilmuradi yapo maelezo marefu yanayoangazia sifa ya mwana aliyeahidiwa alayhi salam kuwa atajazwa na elimu ya kizwahiri na zile za ndani ambayo siwezi kuyaeleza katika muda huu, na ndiyo maana nimeweka mbele yenu muhtasari wake tu, na hapo namalizia. Huzur amesema Mwenyezi Mungu amrehemu kwa rehema zake za maelfu na maelfu, na Allah aendelee kunyanyua daraja zake, na sisi kama alivyokuwa mwana huyu wa Sayyidina Ahmad Islam tuwe wenye kujihisi uchungu wa kusambaza dini ya Islam, na muda wote tuwe tayari kwa ajili ya kuitumikia Islam, na tuwe miongoni mwa wale wanaoihudumia dini, na tusiwe miongoni mwa wale ambao Hazrat Musleh Maud alikuwa amesema ya kwamba katika zama zenu isije silsila hii ipate kuzalilika. Hivyo tusije wenye kupunguza heshima yake, bali tuendelee kuzidi na kuongezeka katika kuitumikia jumuiya hii. Amin.
Hazur amesema baada ya sala ya Ijumaa nitasalisha sala ya jeneza ghaibu ya marehemu wawili. Mmoja ni ya Bi Mariamu Elizabeth sahiba ambaye alikuwa mke wa pili wa mheshimiwa Umar Ali Khokar sahib ambaye alikuwa kiongozi wa Multan na pia alikuwa amir wa zamani wa Multan. Kutokana na ajali moja iliyotokea alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu pamoja na binti yake walikuwa katika lifti ilipotokea ajali hiyo, na kutokana na kutokea hitilafu katika lifti hata binti yake pia amejeruhiwa na amelazwa hospitalini, lakini mama yake hakuweza kubaki. Mama huyo alikuwa Mjerumani, alikuwa anaishi katika mji wa Hamburg. Alikuwa amezaliwa mwaka 1934. Mwaka 1952 alifanya bayati na akaolewa na Malik Umar Ali Khokar sahib, kisha akahamia Pakistan, na baada ya kifo cha mume wake akarudi Ujerumani, kisha akaenda Pakistan. Alikuwa musi, alikuwa na tabia ya kuswali na kufunga saumu, alikuwa anajiandaa vizuri ili asali kwa wakati, na alikuwa anazingatia sana nyakati za kutoka na kuzama kwa jua. Alikuwa anasoma Qur'ani tukufu bila kukosa, na alikuwa anafunga saumu. Watoto wake wameeleza kuwa mama yetu aliolewa na baba yetu mwaka 1952, na mbashiri wa wakati ule wa Ujerumani mheshimiwa Abdulatif sahib alitangaza ndoa yake, na baadaye akaja Pakistan. Na watoto wake wanasema kuwa yule aliyekuwa mama yetu mkubwa Saida Begum sahiba ambaye alikuwa binti wa Hamir Muhammad Ishaq sahib radhiyallahu anhu, mama yetu mdogo alianza kukaa pamoja naye na alikuwa anamheshimu sana mke aliye mkubwa wa Malik sahib. Na baada ya kurudi Pakistan alianza kusoma Qur'ani tukufu, na pia mwalimu alikuwa amewekwa kwa ajili ya kumfundisha. Na kitabu cha kwanza cha Sayyidina Ahmad al-Islam alichokuwa amekisoma kilikuwa hikima na mafundisho ya Islam. Kwa sababu ya kukaa nchini Pakistan aliweza kujifunza lugha ya Kiurdu na Kisaraiki. Alikuwa na watoto wawili, mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Wakati wa harusi zao ulipofika, basi yeye akamwachia uamuzi huu mke aliyemkubwa wa Malik sahib, ili pale ambapo anaona kuwa inafaa basi ndoa zao zifanywe. Alikuwa na mtoto mmoja wa kiume Tariq Ali, na yupo binti mmoja aitwaye Tahira. Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu na amghufirie, amin. Jeneza ya pili ni ya mpendwa Jahid Faris Khan aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 12. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu alikuwa mtoto wa Tariq Nuri na Atiyatul Khadija. Babu yake marehemu Jahid ni Farooq Ahmad Khan ambaye ni mjukuu mkubwa wa Hazrat Nawab Ahmadul Hafiz Begum sahiba radhiyallahu anha. Naye ameniandikia na wapo watu wengi walioniandikia kuwa mtoto huyo alikuwa na sifa nyingi sana. Alikuwa na tabia nzuri sana, mwenye kupenda ukhalifa, na alikuwa ananiandikia barua mara kwa mara na bila kukosa, na alikuwa ananiandikia barua na kuniambia kuhusu mitihani yake na mambo mengine. Alikuwa anajivunia kuwa Muhammadia. Hazur amesema katika Pakistan kuwaeleza watu kuhusu dini yako kwamba wewe ni Ahmadia ni jambo kubwa sana. Pia alikuwa wakfe nao, alikuwa anashiriki katika madrasa ya wakfe nao, na sawa na umri wake alikuwa amehifadhi sibas ya wakfe nao. Alikuwa amehifadhi kasida ya Sayyidina Ahmad alayhi salam. Alikuwa anashiriki katika michango ya Tahrik Wakfe Jadid ya jumuiya. Alikuwa anakwenda kuswali kwenye kituo cha swala, na alikuwa anaswali sala kwa pamoja. Baada ya sala ya alfajiri alikuwa anasoma Qur'an tukufu, na pia watoto wenzake wameniandikia kwamba sauti yake ilikuwa nzuri sana. Alikuwa anasoma katika darasa la 7 shuleni, na kutokana na kuzuka moto kwenye generator nyumbani yeye alishikwa na moto na akajeruhiwa. Afya yake ilikuwa imeimarika kiasi,
na madaktari walikuwa wametoa taarifa kwamba afya yake inaendelea vizuri, lakini baadaye hali yake ilibadilika, na kutokana na majeraha yale hakuweza kubaki na akafariki dunia. Mwenyezi Mungu amrehemu. Marehemu ni mtoto ambaye watoto wanakuwa watakatifu, wanakwenda peponi. Mwenyezi Mungu ampatie mahala karibu na wapendwa wake, na mama yake ndiye aliyemlea. Baba yake alikuwa amejitenga nao na amelelewa na mama na babu na bibi yake. Mwenyezi Mungu awajalie subira, na bila shaka msiba huu ni mkubwa kwao. Mwenyezi Mungu awajalie kuvumilia katika msiba huu. Na pia bibi yake mtoto huyo naye alikuwa amejeruhiwa katika tukio lile la lifti. Mwenyezi Mungu ampatie afya njema, na Mwenyezi Mungu awaoneshe furaha katika siku za usoni. Pia kijana mmoja alikuwa ameniandikia kwamba Jahid alikuwa na tabia nzuri sana, hata wakati alipokuwa hospitalini. Katika hali ile, mtoto ambaye ni binamu yake anasema kwamba alikuwa ananiuliza katika ugonjwa wake kwamba je, nimeswali au la, na nilipokuwa namwambia kwamba bado hujasali, basi alikuwa anaanza kuswali katika hali ile ile. Kama nisemavyo, Mwenyezi Mungu anyanyue daraja zake na awajalie mama mzazi, babu na bibi yake subira. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر